Na mtazamaji, imetimia saa 10 kamili, saa 10 alasiri. Karibu sana kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani. Kasichana Masha ndio jina langu, mwenzangu wa lugha ishara ni Lensa Odingo. Tutaanza na taarifa za tanzia ambapo familia ya Albert Ojwang imetoa wito wa utekelezaji haki kwa mwanao ambaye alifariki siku moja baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi kutoka nyumbani kwao Homa Bay mapema mwezi uliopita. Waombolezaji waliohudhuria ibada ya mazishi ya Albert Ojwang katika kanisa la Rejoice Baptist lililoko kwenye barabara ya kutoka jijini Nairobi kuelekea Kiambu pia walitaka mauaji ya kiholela humu nchini kusitishwa. Naarifa kwamba mwanahabari mwenza Giverson Maina anaendelea kutayarisha taarifa hiyo, na itakapokuwa tayari mtazamaji tutakuletea. Kwingineko, wasiwasi umetanda katika eneo la Bendera huko Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi baada ya mwili wa mvulana wa miaka 7 aliyetoweka majuma matatu yaliyopita kupatikana ukiwa umeoza katika shamba la mahindi. Maafa haya ya kutatanisha yanajiri wakati ambapo eneo hilo limekumbwa na msururu wa visa vya watoto kupotea, huku wakazi wakikisia kuwepo kwa biashara ya viungo vya mwili, hali inayozua wasiwasi kuhusu usalama wa watoto. Kulingana na Diana Cherop, mwanawe Brighton Perur alitoweka alipokuwa akicheza na wenzake wawili anaodai walihusika katika njama hiyo baada ya kukana kutangamana na mwanawe. Kitu kama saa 3 hivi nikaenda kuamsha au nikamuuliza Brighton amekuja kwa hapa, akasema hapana, mamake ndo aliitika. Nikamwambia kinakaa kwa nao amekuja ati bado. Nikarudi nikaenda nikatafuta huko Bendera paka town na hakuna, hivyo ndo nikakuja. Ni mtu mbaya sana na tunamkemea kwa njia kubwa, the strongest terms possible, kwa sababu amefanya jambo ambalo hatujawahi kuona kwa area hii, na tunampea onyo kwamba mtu yoyote ambayo ana nia na madhumuni ya kufanya mambo kama hayo kwa watoto wadogo wasio na hatia asijaribu kupita area. Naam, kwingineko, familia moja katika eneo la Kagumo katika kaunti ya Kirinyaga inaomboleza kifo cha Brian Maina mwenye umri wa miaka 28 aliyeuawa wakati wa maandamano ya kizazi cha Z mnamo